uwezo wa makocha kama Julio wa kuwahamasisha wachezaji wakaipa game ngumu timu kubwa. Ndio. Hilo wala sio jambo la ajabu. What I need to see ni siku ambayo tutakuja hapa na kumpraise Julio kwa kuwa na tactical masterclass ya ushindi. Player development pia. Of course, na player development, even though hilo mimi siwezi kumlaumu sana kwa sababu I'm sure hata kama muda mrefu Mashujaa. Yaani simuone akikaa Mashujaa miaka miwili. Kwa hiyo kocha ambaye anakaa miezi 6, miezi 8, hiyo kauli kimfikia Julio. Asisemi kwa ubaya, si ndio nature ya mpira wetu? Ndio nature ya mpira wetu. Kwenye ligi hii nani kakaa miaka miwili? Kwenye timu moja. Hata kwenye hizi timu ndogo. Labda Hamad Ally. Peke yake. Ambaye mpaka leo yuko JKT, sio? Hakuna mwingine. Kwa hiyo maisha, shelf life ya makocha ni fupi. Na ndio maana kote, sio Julio tu, kwenye issue ya player development tunaulaumu mfumo wetu kama mfumo na sio yeye. Sasa ambacho mimi najaribu kusema, umeona kwa mfano game ya Pamba jana, sawa, tunamsifu kocha wa Pamba kwa sababu tuliona sio tu Pamba wakizuia, kwa sababu mmeamua kumsifu, lakini kwa sababu ni Julio hamtaki kumsifu. No, tuelewane vizuri. Sasa ametoaje sare na Azam? Kwanza nilianza kwa kumsifu sababu ya uzembe wa Azam. Kwa sababu ya uzembe wa Azam. Umenielewa Mkali? Mimi nitakwambia kabisa ni uzembe. Ngoja kamanda amalize. Mimi nimeanza kwa kumsifu kwa achukue maua yake, amefanya vizuri, fair enough. Lakini ambacho mimi nahitaji kuona, manake hii kwamba timu ndogo imeikazia timu kubwa, haya mambo tumeshayaona sana. Yaani sio jambo la ajabu. Sawa? I need to see a match ambayo tutakuja hapa na kumsifu Julio kwamba yes, yani swali la msingi hiyo tactical hiyo. Ametoaje sare na Azam? Kwamba timu ilikuwa imecheza vibaya, ilicheza ovyo. Ukiangalia yani katika hoja ambayo ukiangalia msimamo kabla ya jana, ndio Azam ametoa sare 7. Ila baraza mnamsifia. No. Double standard. Sio double standards. Kama tungekuwa tunabaki hatuwezi kufafanua. Mpeni maua yake Julio jamaa. Unajua wewe Mkai, kama ambacho sorry, kama tungekuwa hatuwezi kufafanua ambacho tunakisema. Ndio. Sawa. Ndio. Fair enough. Unaweza ukaitreat hiyo kama double standards. Lakini kama unakumbuka hapa wakati unatuuliza tuzungumzie wachezaji bora wa mechi. Katika orodha ya wachezaji watatu ambao wote watatu hapa tumewataja, unaweza ukataja wachezaji wa Pamba 6. Ni kweli. Sawa. Na jana tumeona kwamba Pamba hawakuwa wanaizuia tu Simba, walikuwa na upeleka mchezo kwa Simba pia. Kama Simba alikuwa anacheza kwenye ubora wa Pamba jana. Umeelewa? Yaani haikuwa kesi ya kwamba unakumbuka mechi ya Dodoma ilikuwa na Simba ilikuwa inachezwa effectively kwenye 18 ya Dodoma. Sawa. Kama Dodoma alikuwa anazuia tu. Mechi ya Yanga na TRA ilikuwa inachezwa pande zote mbili. Sawa. TRA walikuwa anakuja, yule jamaa Chobwedo alikuwa anawasumbua kulia huku na alikuwa man of the match. Sawa. Mechi ya Yanga na Simba kwa mfano, man of the match kwenye ile mechi alikuwa Djigui Diarra, meaning kwamba 70% mpaka 75% ya mchezo Yanga walikuwa wanaizuia Simba. Sawa. Sasa jana ukienda kuangalia ile mechi ya Mashujaa, Mashujaa walifanikiwa kuizuia Azam one aspect ya mchezo. And of course kwa level ya hizi team kama Mashujaa